Habari za muda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kama kawaida, tuko hapa kuletea yote ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uko kwenye uwanja wa vita katika maeneo mbalimbali ambako hali ya usalama inaendelea kuripotiwa kuwa tete kabisa kadri siku zinavyozidi kusonga. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukuarifu, hivyo nakusihi kuwa nasi kwa kusubscribe channel hii, kucomment pamoja na kushare ili uendelee kupata habari zetu kama kawaida. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa asubuhi ya leo. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Nasema asante kwa kuwa nasi, asante kwa kusubscribe channel hii, asante kwa kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari kutoka huko jimboni Kivu Kusini, katika mji wa Uvira ambako hali ya kiusalama katika mji wa Uvira bado ni mbaya, tete na yenye wasiwasi mkubwa. Hali hii inaendelea kushuhudia mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya vikosi vya waasi wa AFC M23 vikisaidiwa na majeshi ya Rwanda. Asubuhi ya tarehe 26 majira ya saa 12:30 asubuhi, ndege za kivita za FARDC zilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo inayodaiwa kuwa ngome ya waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, boti mbili za kivita za waasi zilipigwa katika bandari ya Kalundu. Baada ya boti hizo za waasi wa M23 kuweza kuunguzwa na drone za kivita za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waasi waliingiwa na hasira na moja kwa moja walienda kuvamia nafasi za FARDC na wazalendo zilizopo kwenye vilima vya Kakuba vinavyotazama vitongoji vya Kalundu na Kilibula. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalizuiliwa na wazalendo na waasi walazimika kurudi nyuma kuelekea katika maeneo ya Uvira mjini. Mwanzoni mwa mchana, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lilifanya mashambulizi mengine ya anga yakilenga nafasi nyingine ya waasi pamoja na makao makuu yanayodhaniwa maeneo ya Kala ndani ya kambi ya zamani ya MONUSCO huko Kiliba pamoja na Katongo alilengwa katika mashambulizi hayo. Harakati ya machozi ya raia inapenda kusisitiza kuwa licha ya tangazo la M23 mapema mwezi huu likidai kwamba watajiondoa katika mji wa Uvira, wanaendelea kulahani uwepo unaoendelea na waasi hawa ndani ya mji. Baadhi yao wanapatikana wakiwa wanavaa nguo za kiraia, lakini uwepo wao unaendelea kuonekana wazi. Hali hii inaweka mashaka makubwa juu ya ukweli na kujiondoa kwao kama walivyodai. Kutokana na hali hii, vuguvugu machozi ya raia kutoka mjini Uvira inatoa wito kwa mamlaka za kitaifa na jeshi la FARDC kuongeza juhudi ili kulinda kikamilifu mji wa Uvira na maeneo jirani na kuhakikisha usalama wa raia wanaoishi katika hofu kila siku. Pia wanaomba jeshi na raia kuendelea kuwa makini, kutoa taarifa za shughuli zozote zenye mashaka na kuchukua tahadhari zote muhimu kwa usalama wao. Baada ya moja kati ya kambi za waasi wa M23 kuweza kulengwa na drone za kivita za FARDC, kuna habari ambayo imetoka na kusagaa kwenye mitandao ya kijamii kusemea kwamba ndege ya Sokoi ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliweza kulengwa hiyo jana tarehe 26 Disemba mwaka wa 2025. Lakini taarifa hizi ziko namna gani? Wananchi wote wanaombwa kuwa makini na taarifa zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwa ndege ya kivita ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC imepigwa au kuangushwa na waasi wa AFC M23 katika eneo la Uvira. Tunapenda kusisitiza wazi kwamba taarifa hizo si za ukweli, ni habari za uongo maarufu kama fake news zinazolenga kupotosha umma na kusababisha hofu na kueleza tamruki miongoni mwa wananchi, hasa katika kipindi hiki
ambacho hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado ni tete. Mamlaka zinahimiza wananchi kuthibitisha vyanzo vya habari kabla ya kusambaza na kuepuka kushiriki taarifa zozote na uthibitisho rasmi. Ni muhimu sana msikilizaji kufuatilia taarifa kutoka kwa vyombo rasmi vya serikali na taasisi za ulinzi ambavyo ndivyo vyanzo vya habari sahihi na zenye kuaminika. Katika kipindi hiki cha mzozo ambao unahusisha waasi wa AFC M23 katika eneo la Kivu, umoja, utulivu na uwajibikaji wa kila raia ni nguzo muhimu katika kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Hizo ni taarifa ambazo zimekuja kukanushwa baada ya taarifa zilizozagaa kusema kwamba ndege ya kivita ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliweza kuangushwa na waasi wa AFC M23. Ndege haijatumika hiyo jana kwenye mapambano ambayo yameweza kuripotiwa huko katika huko katika mji wa Uvira, bali ni droni za kivita ndizo ziliweza kutumika kuweza kushambulia moja kati ya ngome za waasi maeneo mbalimbali huko Uvira, Kala pamoja na Kalundu kwenye bandari ya Uvira. Kutokana na vyanzo vyetu kutoka huko katika mji wa Uvira zinaeleza kwamba wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamepiga hatua kubwa sana na kuhakikisha uzingira mji wa Uvira, hali ambayo inaendelea kuonesha bado hali ni tete katika mji huo. Operesheni hii inadaiwa kuwa ni operesheni ya kukomboa maeneo yote ambako waasi wanapatikana kabla ya kuingia mwaka wa 2026. Kutoka kwa wazalendo wanaeleza marefu na mapana kile kinachoendelea na moja kati ya lengo kubwa ya operesheni hii na kuwataka wale wote ambao waliweza kujiunga na waasi kujiondoa kabla, kwa sababu operesheni ambayo inakuja ni moja kati ya operesheni kubwa ya kuhakikisha maeneo yote yanaendelea kukombolewa kutoka chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Toka waasi wa M23 waweze kuingia katika mji wa Uvira, bado hali endelea kuwa tete kila kukicha. Hakuna mapumziko, makabiliano makaendelea kuripotiwa kila kukicha, hali ambayo inaendelea kuonesha kwamba mji wa Uvira ni ngumu kuweza kukalika ipasavyo kama walivyokalia katika miji mingine ya Bukavu na Goma. Kutoka kwenye uwanja wa vita, hawa hapa wazalendo wakieleza kile kinachoendelea huko, lakini pia wakionyesha wananchi ushindi wao ambao wameweza kupata katika siku 3 hizi mapambano makali kuanzia Makobola mpaka kufikia katika maeneo ya Uvira Center. Bwana mtangazaji wa Amani TV, Ramsi Ramazani, unaongea na Observance Abubakar wa General Abdu Matata Pandal Barika, porte parole wa wazalendo wa teritwari ya Kabare nzima. Bwana mtangazaji, kwanza nataka kuwajulisha raia wa Uvira na kuambia kwamba watulie, wakae kimya, na wajue ya kwamba ukombozi umekuja muda si mrefu, kama wanavyojua kwamba vijana wao, jeshi lao wako imara katika kutafuta usalama, katika kuwafukuza waasi. Tunawaomba wawe na moyo wa furaha na wajue ya kwamba muda umetimu mwafaka. Kwa sababu gani, bwana mtangazaji, natoa mkono huu wa furaha kwa raia yoyote ule wa Uvira na raia wa Kongo nzima? Ni kwa sababu ya kazi ambayo inafanyika siku ya leo tarehe 26 mwezi wa Disemba mwaka wa 2025. Bwana mtangazaji, natoa habari hii ikiwa muda wa saa 4 ya usiku ama 22 baada ya kukamilisha kazi iliyofanyika leo tarehe 26. Unajua tokea juzi M23 walichapwa huko kuanzia Makobola ya kwanza, Makobola ya pili, ikafika leo asubuhi. Unajua kwamba Kagame pamoja na vikosi vyake walikuwa wameandaa njama kubwa ambayo walileta makano rapide ubie bateau de guerre kutoka huko Rwanda, zikakuya na maportechar, wakawa wameviingiza usiku ili kuangalia namna ya kutumia njia ya maji kwa kufanya mashambulizi ya njia ya maji. Wakawa na mpangilio wa kwenda Kalemia
hadi Lubumbashi, kwa sababu hii ndio iliyokuwa plani yao. Unajua, walipojua kama wilayani Fizi kwa kusema batoboe Makobola, batoboe Swima, batobole Mboko, Sanza, Lusenda, Lweba, walijua ya kwamba watapata kazi kubwa sana, kwa sababu walijua kwamba ile mtambazo yote imejaa vitoto chui. Basi kwa hiyo ikawabidi watumie mbinu za kuleta ile bateau de guerre, makano rapide, kusema ya kwamba zitawarahisishia kwa kutumia njia ya baharini. Isipokuwa bwana mtangazaji, leo wamechapwa kichapo kikubwa hapo bandarini Kalundu, na baada ya kuchapwa kichapo kikubwa zaidi wamesikitika na kujuta kwa kuwa wamepoteza vifaa vyenye thamani kubwa zaidi. Basi na kichapo hiko hakikuishia hapo hapo bwana mtangazaji. Unajua ya kwamba wao walikuwa wameweka ngome yao kubwa sana hapo Kala, katika ile camp ambapo MONUSCO ilikuwa huko karibu na Maimoto. Ndugu yangu mtangazaji, ilipopita muda wa saa 8, M23 amechapwa kichapo kikubwa zaidi hapo Kala. Armema yao yote imeteketea pamoja na minisio yao. Mpaka kwa saizi Kagame nafikiri sehemu ambapo alipo iko anajuta na anaanza kujiuliza kwa nini ameweka mguu wake Kongo. Bwana mtangazaji, naendelea kutoa mkono wa rambirambi kwa bwana Willy Ngoma, kwa Corneille Nangaa pamoja na bwana Gloire Bashukuru, ambao ni wakongomani ambao wamejifanya vibaraka vya Kagame, wakitumikishwa kama vile wanavyotumikisha mtu asiyekuwa na akili. Muda kama na huu nataka sauti hii imfikie, sauti hii imufikie Corneille Nangaa mahali popote alipo, Willy Ngoma, pamoja na Bertrand Bisimwa, pamoja na Byamungu, pamoja na Shukuru Izuba, na kuwaambia waanze kutafuta makao Rwanda na Uganda, kwa sababu mpangilio ambao umekuja kabisa imekuwa serious kabisa, kwa sababu hapa imeonyesha umoja na upendo katika jeshi letu la wazalendo, tukiwa tumeungwa mkono na jeshi letu la FARDC. Kwa hiyo nawaomba hawa ambao nawataja wawe makini zaidi, na umakini wao ni kukimbia hadi Rwanda, na wasipokimbia Rwanda wote watabaki mbolea na watajuta na kusaga meno. Raia wote wa mji wa Uvira na wakongomani kwa ujumla wanatolewa wito kuweza kushirikiana na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Lakini pia wale wote ambao wanajiunga na wahasi wanaombwa kuweza kuondoka mara moja ili wasije wakajutia kile ambacho kinaweza kuwakuta. Mzalendo huyu kutoka huko kwenye uwanja wa vita naye pia anasisitiza taarifa hizi na kuwataka watu wote kuwa umoja na kuweza kupambania pamoja ili kuweza kuokoa na kulinda ardhi ya mababu zao. Mimi nawaza operation yenye ilifanyika leo ilikuwa ni operation yenye M23 itashuhudiaka. Na tunajua kama tunaanza sikia reseaux sociaux mnaanza kufanya paniki ya kusema drone avion ile yenye liatake pale ku MONUSCO, mulisambula, mulibombarde, ni bongo, faux archi faux. Muache kudanganya. Munapigwa muitikie. Mais muyue leo le 26 décembre 2025 Uvira itakuwa libere. Na leo mulale mubakie Muvira. Kama mko na akili muanze kimbia saa hii. Mkilala Muvira kesho mutatoka. Na mkishinda hemo magharibi mutatoka. Ndio habari ile muyo. Sie wale. M23 révolutionnel, ça va. Fox armée révolutionnel. Munakuya na nini? Magari mbona muizunguluke tena? Ile mabari mlikuwa mnasikia ma réseaux sociaux, renfort. Inapita hapa inaenda Kigongo. Iko wapi mnasikia?
bandugu yangu wa Kongomani, mulikuwa mnafataka maranforo maranforo banatongeza maranforo ile ranforo yenyewe mlikuwa mnasikiaka. Eske mwisha kuona hata ranforo bale bandugu biko mbalabala murute principale ya Uvira saa hii munaona ranforo na tuko tunawachunga muplene mule munakamatiwa tu bien na bati yenu wilingo mashakimbia na Bertin Bisimwa mashakimbia. Yes, ni ba charger na operation. Mututumie tu photo moya kwenye bako sai. Uvire ko tombe. Mutupatie tu photo ya kesho kama ni banaume Willy Ngoma Bertin Bisimwa. Kama mko banaume wala mwivo karoti. Mukamate tu photo shaba tuko muvire. Mutume. Amkatale kujiposte. Munapenda kujiposte babaone. Kesho mujikaze mujiposte muvire. Wala kesho mjikaza mjiposte pale kama muko Luvunge wala nani muko hapa Kiliba. Na Kiliba muko na Sange na Bertin Bisimwa na Willy Ngoma. Munaisha wapi? Muivwa karoti. Mulijitapa Uvira uko wapi? Tuma ta foto pale Uvira sai. Tuma foto tuone. Mimi nasema tena basoda wenyewe batalala Muvira ba M23 batakosa njia kutokea. Na benye balenda kupanda kumao plateau bote banakamatiwa, bote balikamatiwa, bote balikamatiwa, balikosa kwa kurudia, balikosa kwa kuavancer, bako deja entouré. Na benye banapanda hapa muunani, benye balikia kupanda hapa kote ya nani ya kote hapa kunani kukilijiwe, tunabasi sana Rugembe karibu ile kikosi ko pale ndio tunawindana nayo ile yenye ilipanda leo vers 11. Tuko tunabatafuta na mweye mtajikuta sehemu mko mundani mukamba ya bien. Ile kikosi ilipanda, mulisikia kikosi moja ilipanda hapa nani hapa Kashekebwe, inapanda kotea nani ya Kirungu, na nyingine kikosi yenye ilipanda mu niveau ya Kagenge inapanda. Tunabachunga kwa hamu. Mtajikuta mwote mko katikati. Hivi lima mlikia kuchezea. Sasa leo mnataishia wapi? Bandugu yangu bakongomani benye balinda kujiunga na M23. Yata ya kujigetire sai. Moto kwa natoka hapa ti Kamanyola tunachunga ile bombe ile ile arme itaanza kutoka Bugarama inakia kuatake Kamanyola, inatoka Bugarama inakia angukia Luvungi. Soko itaenda Rwanda itaenda kuatake pale. Satellite itaona Bugarama kunatoka bombe inakia piga Luvunge, inatoka Bugarama inapiga Kamanyola. Kutaenda mirage pale itaenda kuatake Bugarama, itaatake Bugarama ile fashi kwenye kunatoka ile bombe. Na ndo mtaregrete hii vita ina vita etsemu kwa mnakamata nani Kisekedi asene bumbafu. Hapa sasa ndio nataka kuonekana ke ni malin kubashinda. Aliona na mwe anajikamata sasa vile mtoto mnamuita kumzoea. Kagame anaona Kisekedi kwenda kumwakize, ambia ona huyu kwa sababu vile marimu. Leo sasa unataka kumpigia Kisekedi magoti. Unataka kumtafutia au tufanye relation ya bien, bonne collaboration ya bien. Bonne quelle relation na collaboration mnataka kufanya tena? Na wakati usha kumfere, acha kujikuta, usha kummanquer respect. Usha kumshusha dignité yake comme président. Usha kumtukanisha kwa wananchi mfaso yote. Leo decision shakamatiwa, unataka créer rafiki na president. Unabandone accord ya Washington kisha unapenda mutafanya urafiki na Kisekedi je? Vraiment ni wenu mzalendo Alice mwenye alikubali kukufia nchi yake. Hii Uvira tunalala Muvira. Tunachunga kesho mtatuona Muvira. Mpaka
mpaka hapo ndipo naweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Na kusiku nami katika habari zetu tena za hapo baadaye, ambako nakuletea yote maendeleo kujiri huko jimboni Kivu Kusini kwenye uwanja wa mapambano. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani, na kuaga kwa kusema tu bye bye.